Karibu JMTV. Leo tunakuletea taarifa maalum inayohusu hali ya kidiplomasia kati ya Marekani na Ukraine baada ya mkutano wa hivi karibuni uliofanyika ikulu ya White House ambao umeibua mjadala mpana duniani. Jina langu ni Cleophas William. Rais Donald Trump ameamsha mabadiliko ya msimamo kuhusu msaada wa kijeshi kwa Ukraine kwa kuamua kwa umma kwamba Marekani haitawapatia makombora aina ya Tomahawk, akifafanua kuwa kosa la kimkakati si la nia ya kuwapa silaha tu, bali ni ugumu wa kiufundi na muda wa mafunzo unaohitajika kwa wapiganaji wa nje kujifunza kutumia mfumo huo kikamilifu. Alipozungumza na waandishi wa habari ikulu ya White House akiwa na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte kando yake, alisema kuwa tatizo limeanzishwa kwa neno moja: kuna mkondo mkubwa wa kujifunza, kwamba itachukua kwa mujibu wa kauli yake angalau miezi 6 na mara nyingi hadi mwaka mzima kabla ya wapiganaji wanaopewa makombora hayo wataweza kuyafanyia kazi kwa usahihi na kwa usalama. Kauli hii ilitolewa wazi mbele ya waandishi, ilitoa mwendelezo wa hoja kwamba usambazaji wa makombora hayo hauwezi kuwa tu suala la kupelekwa vifaa, ni suala la kuwapa mafunzo ya kina, mchakato wa ulinzi wa mifumo na kuhakikisha uwezo wa kiufundi na kikosi vinavyoweza kuendesha operesheni salama. Kwa upande mwingine, mkuu wa Ukraine Volodymyr Zelensky alifika ikulu ya White House tarehe 17 Oktoba akiwa na matarajio makubwa ya kupokea ahadi za vifaa vya urefu wa kuishia mbali, ikiwa ni pamoja na makombora ya Tomahawk ambao kwa Kiev imekuwa ikiyataka kwa muda ili kufikia sehemu za nyuma za milango ya kijeshi ya Urusi. Wakati wa mkutano huo, Zelensky alielezea hitaji la kimkakati la vyombo vya urefu kwa ajili ya kuweza kuishambulia miundombinu ya adui kwa umbali mkubwa, hatua ambayo kwa upande wa Ukraine ingeweza kubadilisha uwezo wake wa kujipambanua. Trump hata hivyo hakutoa uthibitisho wa kuunga mkono ombi hilo. Badala yake alionyesha imani ya kuwekeza katika njia za kidiplomasia na kuwaonya wengine kwamba kusambaza makombora kama hayo kunaweza kudhoofisha juhudi za kidiplomasia zilizokuwa zikisukumwa kama suluhisho la kimsingi. Ripoti za vyombo vya habari ziliripoti kwamba mazungumzo yalikuwa magonjwa na kwamba Trump alionekana kutaka kutilia mkazo njia za kisiasa zaidi kuliko kuongezeka kwa nyenzo za kijeshi. Tangu matangazo hayo, Moscow imeonyesha msimamo mkali. Rais Vladimir Putin na msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov wameonya kuwa uhamisho wa makombora ya Tomahawk kwa Ukraine au utumiaji wao bila ushiriki wa wanajeshi wa Marekani ungeleta hatua mpya kabisa katika mzozo na kuunda mabadiliko makubwa katika uhusiano wa Russia na Marekani. Kauli hizo za Kremlin zilizungumza kwa dhana moja: kuchukua hatua za kijeshi ambazo zinaweza kuruhusu Kiev kuishambulia maeneo ya ndani ya Russia. Kutakuwa na sababu ya majibu ya kidiplomasia na kijeshi yenye uzito, na Russia itachukua hatua stahiki kama itahisi mtisho mkubwa wa usalama wake. Hivyo, msimamo wa Trump umeunda hali ya mchanganyiko. Upande mmoja wa Washington unasema hataki kuandaa mchakato wa mafunzo ya kimkakati kwa wapiganaji wa nje, wakati upande wa Moscow unasema utoaji wa makombora hayo utaathiri vibaya mfumo wa uhusiano wa kisiasa. Kama sehemu ya msimamo wa kisera, Marekani pia imetekeleza vikwazo vipya dhidi ya kampuni kubwa za mafuta ya Russia, ikiwemo Rosneft na Lukoil, hatua inayotajwa kuwa ni njia ya kuendeleza msukumo wa kiuchumi dhidi ya Moscow ikiwa mazungumzo ya amani hayataendelea kuzaa matunda. Wizara ya Hazina ya Marekani: vikwazo hivyo vinalenga tanzu za kampuni hizo na ni ishara ya wazi kwamba Washington inatumia chombo cha vikwazo kama sehemu ya mikakati ya kushinikiza mapigano ya kisiasa. Hata wakati msimamo wa juu wa kijeshi unagawanyika, wenzake wa Ulaya pia wametajwa wakikubaliana na kifurushi kipya cha vikwazo ambacho kinajumuisha mipango ya kupunguza uagizaji wa gesi na mafuta kutoka Russia na kuzingatia kutoegemea kabisa kwa nishati ambayo inatokana upande wa Moscow. Hii inaonyesha kwamba pamoja na kukataa kupeleka baadhi ya silaha zenye urefu mrefu, gharama za kiuchumi dhidi ya Moscow zinaweza kuongezeka kama malengo ya kidiplomasia hayatimii. Ni muhimu kuelewa pia ugumu wa kiteknolojia na rasilimali zinazohusiana na mfumo wa Tomahawk. Ripoti zilizochambuliwa kabla ya maamuzi zilionyesha kuwa hesabu na akiba ya Tomahawk ndani ya jeshi la Marekani
si kubwa kwa kiasi cha kuweza kuhamishiwa kwa wingi bila kuathiri uwezo wa operesheni ya Navy ya Marekani, na kuwa vifaa vingi vilivyounganishwa tayari vilikuwa vimewekwa au vimejihusisha na matumizi ya ndani ya Marekani. Hii inaonyesha kwamba si tu ni suala la mafunzo au ujuzi, bali pia ni suala la ugavi na umuhimu wa kuhifadhi akiba za kimataifa. Kwa maneno mengine, hata kama ilikuwepo nia ya kuhamisha makombora, changamoto za kiakiba na mchakato wa usambazaji zingeweza kuzorotesha utekelezaji. Kwa mtazamo wa kidiplomasia, Trump ameweka msimamo wa wazi. Yeye anapendelea kusukuma hoja za kiufundi za kigeni kwa kutumia mazungumzo ya kisiasa, kujaribu kutekeleza mchakato wa mazungumzo unaohusisha pande zote badala ya kuongeza uwezo wa kijeshi wa upande mmoja. Wito wake wa kutumia diplomasia badala ya kuongezwa kwa silaha ulifuatwa pia na wito wake wa kuhifadhi nafasi za mazungumzo na hata mpango wa mkutano wa kilele kati yake na Vladimir Putin. Mkutano uliotaja kuwa hauko tayari kufanyika kwa sababu haukuona kwamba ungeleta matokeo. Hivi karibuni, taarifa za ikulu zilisema kuwa mpango wa mkutano huo ulikuwa juu ya tayari, lakini bado haukuwa umethibitishwa, na kwamba hatua ya kuahirisha au kupitisha mkutano zinaweza kutumika kama kifaa cha shinikizo cha kisiasa. Kwa upande wa Ukraine, kukataliwa kwa umma kwa mahitaji ya makombora ya Tomahawk, Zelensky kwa upande wake ameonyesha kuwa anahitaji zana za kistratejia na kuweza kurejesha mfululizo wa maeneo yaliyotekwa na Russia, na kwa hivyo ombi lake lilikuwa la kuleta mabadiliko haraka katika miji na maeneo ya kimkakati kwa kuweza kufikia nguzo za usafirishaji, viwanda na vituo vya mawasiliano vya adui. Bila hata hivyo, Marekani inavyoonekana kutoandaa utoaji wa Tomahawks kwa sasa, Ukraine inabaki kutafuta njia mbadala, yaani msaada wa kibiashara wa ndege za kivita, ujenzi wa uwezo wa kijeshi wa ndani, au kuendelea na msukumo wa kidiplomasia kwa washirika wa Ulaya ili kupata teknolojia nyingine inayofaa. Hii inaacha mwanya na kutarajia jinsi Ukraine itabadilisha mkakati wake wa ulinzi kwa miezi ijayo. Jambo la kipekee katika msimamo huu ni jinsi Marekani inavyoweka msisitizo juu ya mfumo wa mafunzo. Kauli zilisema wazi kwamba Wamarekani wanajua jinsi ya kuitumia, lakini hawatafundisha wengine. Sentensi ambayo inabadilisha mjadala kutoka tu kwa vifaa hadi kuwa suala la uhamisho wa maarifa ambayo yana thamani ya kijasusi na kibebero. Hii ina maana kwamba hata pale ambapo zana ya kijeshi inapatikana, kuna msukumo mkubwa wa kutobadilisha uwezo huo wa wahusika wengine kwa sababu ya hatari za uharibifu wa teknolojia au matumizi yasiyoendana na maslahi ya taifa. Kwa hivyo, hoja ya miezi 6 hadi mwaka ni zaidi ya tathmini ya mafunzo, ni muhtasari wa hatari ya usambazaji wa maarifa ya jeshi. Hatimaye jambo hili limeibua maswali ya kina juu ya mchanganyiko wa sera za nje za Marekani. Je, ni busara kwa dola kuu ya dunia kukataa kuhamisha zana zenye urefu mrefu kwa upande unaokabiliana na uvamizi, wakati upande mwingine inachukua hatua za kiuchumi ambazo zinaweza kuathiri kabisa maisha ya raia nchini Russia bila kuwa na uwiano wa kile kinachotarajiwa kisiasa? Hii ni hoja ya kina ambayo inavunja hoja moja kwa moja. Vikwazo vinaweza kuumiza uchumi wa Russia na kuwasukuma viongozi wa Moscow kuwa wa mazungumzo, lakini pia zinaweza kupelekea mzozo wa kinyemela au kujibu kwa njia nyingine zisizotarajiwa. Kwa hivyo, mikakati ya Marekani inaonekana kuwa na upendeleo wa mzigo wa mtu mmoja, kuunga mkono shinikizo la kiuchumi badala ya kuongezeka kwa zana za kijeshi, lakini haijaisha kwa ushahidi wa wazi kwamba njia hiyo itasababisha suluhisho la kudumu. Mapungufu niliyogundua na kuorodhesha hapa kwa uwazi. Kwanza, taarifa za mzunguko wa mafunzo. Miezi 6 hadi mwaka hazitoi ufafanuzi wa kina juu ya ni sehemu zipi za mafunzo zinachukua muda mrefu. Je, ni mfumo wa uzinduzi wa walengwa wenyewe? Ni mkakati wa usalama ambao unahitaji vigezo? Ni utaratibu wa kudhibiti na kuthibitisha msimbo wa udhibiti? Au ni suala la miundombinu ya kijeshi inayoendeshwa na Tomahawks? Hii inafanya tathmini ya Trump kuwa ya kawaida zaidi kuliko ya kiufundi. Taarifa hazielezi vigezo vya ugavi, kiasi cha Tomahawks kilichopo katika ghala la Marekani. Kwa hivyo, ni vigumu kujua kama
uamuzi unategemea msukumo wa kiufundi kwa mafunzo pekee au pia ukosefu wa vifaa. Hapo awali, ripoti za ujumuishi zilionyesha kuwa akiba ni ndogo na tayari imejizatiti kwa majukumu ya ndani ya Navy, jambo linaloweza kuwa chanzo cha msimamo wa Trump, lakini taarifa hiyo haijaingizwa kikamilifu katika ujumbe wa rais. Kuna mgongano wa taarifa kuhusu mabadiliko ya msimamo. Kabla, Trump alikuwa akitaja uwezekano wa kupeleka makombora, kisha akarudisha tena msimamo wake wa kuonyesha kuwa haitatolewa. Hii inaashiria mchanganyiko ndani ya sera au tactic ya kisiasa inayotumika kama kifaa cha mazungumzo. Taarifa hazijatoa maelezo ya kina kuhusu jinsi washirika wa NATO wanavyokubali au kukataa msimamo huu. Ripoti zinataja msukumo wa mazungumzo baina ya viongozi wa Ulaya, lakini hazitoi muhtasari wa upande za kimkakati. Hii inafanya mvutano wa kisiasa kuendelea kuwa wa muda mrefu na wa kutabirika. Kauli za Rais Trump zinaonyesha mwelekeo wa wazi wa kutaka kutekeleza mchakato wa amani kupitia njia za diplomasia na shinikizo la kiuchumi badala ya kupanua msaada wa moja kwa moja wa kijeshi kwa Ukraine kwa kupeleka makombora yenye urefu mrefu kama Tomahawks. Hata hivyo, hoja za kiufundi, mafunzo, usalama wa teknolojia na akiba ya vifaa pamoja na hatari za ugumu za jibu la Russia zinatengeneza msingi wa uwezekano wa kutopeleka makombora hayo kwa sasa. Hali hii itaendelea kuathiri mazungumzo ya Washington, Kiev na Moscow na itaweka wazi jinsi washirika wa Ulaya watakavyoshirikiana au kupinga mabadiliko yoyote ya sera.